The going on strike is legal and will continue until the lawful demands are negotiated and implemented. No lecturer is going to go back to the lecture theater tomorrow. No administrators and the rest of the staff are going to go back to work tomorrow. Ifikapo Jumatatu tarehe 17, mgomo wa wahadhiri na ule wa walimu utaingia wiki ya 3. Wiki ya 3 kwa watoto kutoendeleza masomo yao na wiki ya 3 ya tetesi za walimu kugonga mwamba. Muungano wa wahadhiri pamoja na ule wa wafanyikazi wa vyuo vikuu unataka nyongeza ya 200% kwenye mishahara yao, wote wakisisitiza matakwa hayo licha ya serikali kuwalemezea katibu mkuu wa UWASU na ule wa UNTESU barua za kuzuia mgomo huo ukiutaja kama sio wa halali. The alleged court orders that have been served are illegal because they were based on lies and misinformation perpetrated by the universities. Kinaya kikuu ni kwamba licha ya serikali kupitia bunge kuwasihi wahadhiri, walimu pamoja na madaktari kusubiri uamuzi wa kamati ya majuzi tu ambapo kwenye marupurupu yao, hii ikigharimu serikali shilingi milioni 3.2 kwa makatibu wote wakuu. There's money to pay some sector of the civil service, the civil servants, but there's no money to pay teachers. There is money to increase allowances for permanent secretaries. While the university staff are being told there is no money, the government has again offered hefty salaries and allowances to permanent secretaries. In July, it was the civil servants. In August, it was the vice chancellors. In September, it is the permanent secretaries. The rest of the workers are expected to carry home slave salaries. Threats, court orders, directives, circulars, name them, are not the ones that are going to give an amicable solution to this problem. Serikali ikiwa imejihami hapo Jumatatu kuwalinda wahadhiri wanaopanga kurejea kazini, haya yametazamwa na miungano hiyo kama njama ya kuwafumba macho. Saida Swale, KTN leo, Jumapili.